Kama alivyopangwa. Yanaendelea kwenda, maisha yanaendelea. Tunaona mnyama leo hii amekwea pipa bwana. Mnyama amesafiri, lakini wadau wa Simba Sports nao pia watasafiri. Ndio. Kutoka nchi tofauti, sio Tanzania tu. Kwa sababu wanaipenda Simba wako nje ya Tanzania na ndani ya Tanzania wapo. Naamini wote watasafiri kwenda kuisupport timu yetu, kwenda kupata matokeo mazuri na kufuzu moja kwa moja kwenda finali, kwa sababu hii ni mechi ya mwisho. Ni mechi ya kwenda kuonesha kwamba nani anaenda, nani anabaki. Mechi ya kwanza hata tukishinda goli 20, bado tulikuwa tunasubiri mechi ya mkondo wa pili. Ndio itakayoamua nani anaenda, nani anabaki. Kwa hiyo mechi ya tarehe 27 ni mechi ya kukata mzizi wa fitina. Simba ameenda finali au ameishia nusu finali. Namna ambavyo ninavyomtazama mwalimu Fadlu Davis akiwa anakisuka na kukiandaa kikosi chake, matumaini unayo makubwa kiasi gani? Matumaini ninayo makubwa kwa 75%. Pamoja mchezo wa mpira miguu hauchezi chumbani, hauchezi uchochoroni, unachezwa uwanjani. Kila mmoja anaenda kupambana kuhakikisha anapata matokeo mazuri ili afike sehemu ambayo anahitaji, kwa sababu hawa Stellenbosch sio wachezaji wabaya, na sio timu mbovu, ni timu nzuri, lakini pia tunachopata nafasi sisi kwamba hawa ni wageni kwenye mashindano. Ina maana kuna baadhi ya vitu vingi hawavifahamu. Ina maana inapotokea wamepata matokeo kwao ni kama bonus, lakini sisi binafsi tusipopata matokeo zidi ya Stellenbosch kwenye mchezo wa mwisho, kwetu itatuuma sana, kwa sababu ni timu ambayo ni changa kwenye mashindano. Iende finali afu sisi wakongwe ambaye tuna robo finali zaidi ya 6 hapa tusiende finali, kwa itakuwa ni aibu kwetu. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa ya kwenda kupata matokeo mazuri pale South Africa na kwenda hatua inayofuata. Tukishindwa basi tutakubali matokeo, lakini itatuuma sana. Tunatarajia kuona mchezo wa aina gani, hasa ukitazama Stellenbosch watakuwa wao wenyewe hapo nyumbani na Simba tayari mshakuwa na faida ya bao moja la nyumbani? Mchezo utakuwa kiushindani, hautakuwa mchezo mwepesi hata kidogo, kwa sababu hata wenyewe tulivyomaliza mechi pale Zanzibar walishangilia wakiwa kule vyumbani, wakihakikisha kwamba matokeo ambayo wameyapata hapa sio matokeo mazuri sana kwao, lakini ni mazuri, na ndio maana wameshangilia. Kwa hiyo wanaona goli moja sio goli, wakienda kwao wana uhakika wa kufanya comeback na kurudisha lile goli moja na kupata goli la ziada na kuweza kwenda hatua inayofuata. Hiyo ndio imani yao inawapa kubwa kwamba wao wana nafasi kubwa ya qualify kwenye hatua hii, lakini sisi tuwaambie tu hautakuwa mchezo mwepesi kama wanavyofikiria wao. Mchezo utakuwa mgumu sana kwa upande wao, na utakuwa mchezo ambaye wa kiushindani mkubwa sana kuliko mchezo umepita wa pale Zanzibar ulichezwa pale. Katika hatua hii ambayo mliofikia, mashabiki wengi wa Simba mnatamani kuiona timu yenu ifike katika hatua ya finali na pengine iweze kuleta kombe nyumbani kwa mara ya kwanza kama ambavyo wenyewe mnavyojinasibu. Unaona nini kimebadilika? Na katika hatua hii ukifungwa unarudi nyumbani, tahadhari waingie ya aina gani? Sio mchezaji, lakini wewe ni shabiki. Mimi ni shabiki, lakini mimi nina uwezo mkubwa sana kuchambua mpira kuliko wale watu ambao wamekaa darasani kwenda kusomea na kwenda kukaa kwenye vyombo vya habari kama kioo cha jamii na kutupa sisi vitu ambavyo tunavisikiliza venye maana, lakini mwisho wa siku wanaenda wanapotosha umma kila siku. Mimi binafsi ni mdau wa mpira ambaye nauishi mpira muda mrefu. Nimeanza kupenda mpira toka na miaka yangu 7. Nimeanza kupenda mpira. Kwa hiyo sio sijaanza kupenda jana. Nimeanza kupenda mpira muda mrefu. Kwa hiyo binafsi mimi naamini wachezaji wangu waingie kwa nidhamu, wasiwadharau Stellenbosch, waingie wakawaheshimu huku wakiwa wanalinda kile ambacho wamekipata Zanzibar. Wakili wakiingia tu moja kwa moja kuidharau hii timu changa, tunacheza mpira vovote vile kama tuko wapi. Binafsi inawezekana kila unapokwenda mbele unageuka ukuta mpira uko kambani. Kwa hiyo inaweza kikatukuta kesho mkuta Oloya. Kwa hiyo binafsi tukawaheshimu wapinzani wetu, ndio silaha ya kwanza. Afu silaha ya pili kulinda kile tulichokuwa nacho. Naamini wao watopaki basi kama walivyopaki hapa. Watacheza mpira mwanzo mwisho. Kwa hiyo watakapocheza sisi tutumie counter attack. Hizo nadhani ndio zitawahukumu mapema, kwa sababu tuna mawinga ambao wana kasi, ambao wanaweza kuamua mechi muda wowote. Elimpanzu, Kibu Denis au watu wana kasi sana. Kwa hiyo binafsi wakitumia vizuri nafasi hizo mapema sana. Sababu Simba akipata goli moja South Africa, tayari yule tunampa mlima wa kushinda goli 3. Yaani tukipata tu goli moja, yule atakuwa ashinde goli 3. Ndipo atutoe. Hasa sio kitu rahisi. Kwa Simba tuna nafasi kubwa kwa sababu tayari tuna matokeo ambayo tumeyapata kwenye mchezo wa kwanza hapa nyumbani. Kikubwa ni nidhamu inahitajika katika mchezo wa marudiano. Na Simba wachezaji wameongea, akiwemo Shomari Kapombe kwenye mchezo huo, hawataenda kama wao timu yani timu namba 2, wataenda yani kama vile timu namba 1, wataenda kama Giant na wataenda kushindana kuhakikisha wao wana asilimia kubwa ya kufuzu kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo naamini watawaheshimu wapinzani wao na watapambana kuisaidia Simba kufika nchi ya ahadi. Miongoni mwa timu zilizofanya vizuri katika wiki za hivi karibuni, Simba ameshika nafasi ya kwanza barani Afrika. Kama mwana Simba, taarifa hii umeipokeaje? Naipokea vizuri. Kwa sababu kila jambo jema linalokuja kwa mwanadamu unatakiwa kwako liwe faraja. Na nyingine unakuta na faraja yake inazidi analia. Unajua kuna kilio cha maumivu, lakini kuna kilio cha furaha. Unajua kuna kitu inawezekana kwenye akili yako hujakifikiria kama unaweza ukakifanya.
na watu wakakiona kina maana. Kwa hiyo kionekana kimefanyika afu kikawa na maana, lazima uwe na furaha ambayo inawezekana ikapitiliza. Kwa hivyo ambavyo vinaendelea katika bara letu la Afrika, sisi kwetu ni chachu ya kuendelea kupambana. Hatubweteki kwa sababu labda tuko nafasi ya kwanza kwenye ushindani kwamba tumefanya vizuri kwenye hatua hii. Hapana, sisi binafsi tunachukua kama chachu ya kuendelea kufocus kufanya vizuri katika michezo yetu ambayo inayofuata. Mimi naamini hiyo itatupa nguvu kubwa sana katika mchezo wetu wa South Africa. Tutapambana kwa jasho na damu, na mimi nakuahidi Beki Kisiki, wewe utakuwa namba moja. Mimi pengine bado niko nyumbani nimelala, mimi nitakukuta Terminal 3. Wakati Simba shamfanya vibaya Stellenbosch pale South Africa, wewe utakuwa namba moja, mimi nitakukuta pale Terminal 3. Na tutatia maneno kabla timu haijafika hapa. Na ndugu zetu watakuwa wa kwanza kuwepo pale. Kabla si mjatuoji mtaoji wao. Vipi kitokea matokeo sivyo ndivyo, utaenda kuwapokea? Hata kama ikitokea tumeondolewa kwenye mashindano, bado tutaenda kuipokea timu yetu kwa sababu sisi ndio wapenda soka, tunajua maana mpira wa miguu ni nini. Mpira wa miguu una matokeo matatu. Hakika kwenye hatua hii matokeo ni mawili tu. Kufungwa na kufungwa basi. Umeona bwana, ufungwe ushinde uendelee na safari, ukifungwa unarudi nyumbani. Haina ubishi kwa sababu hatua hii maana yake atakuwa wawili watoke, wawili waendelee, na kule Champions League wawili watoke, wawili waendelee, maana yake watabaki wanne tu kwenye hatua inayofuata ya finali. Kule wawili na huku wawili. Kwa hiyo binafsi lazima wakubali wawili watoke, wawili waendelee. Kwa hiyo wakitolewa tunaona kwamba haikuwa nafasi kwa upande wetu kwenda finali. Tutarejea kujipanga kwa misimu mingine kama tulivyokuwa tunajipanga kwenye misimu iliyopita. Tulikuwa tunaishia robo tu misimu karibia 6 iliyopita hapo. Sasa leo hii nimeishia nusu finali, nikitolewa basi niseme kwamba timu yangu imetolewa basi sisi ndio kuipokea. Takuwa sio mtu wa mpira. Kwa hiyo mimi naamini kila ikitolewa timu yetu tutaenda kuipokea, lakini sidhani kama Simba itatolewa kwenye hatua hii. Mimi naamini kabisa Simba msimu huu ni wa kwake wa kwenda finali kwa sababu nikiangalia nyota ya Simba muda wote inang'aa tu. Sijaiona ikififia, mimi naiona inang'aa tu. Kwa hiyo naamini wachezaji wetu. Umeitazamia wapi Mnandi nyota ya Simba? Nyota ya Simba hata wewe ukikaa nyumbani kwako tu usiku, andika neno Simba, baada hapo tia password ya ubaya ubwela, utaiona nyota ya Simba wakati inang'aa pale. Usiku tu ukiwa unataka kulala, andika neno Simba afu andika neno ubaya ubwela, ndo password. Angalia pale utaiona inang'aa. Inang'aa vizuri kabisa. Unaamini kauli mbiu ya ubaya ubwela imeleta chachu katika mafanikio ya Simba msimu huu? Ya, imeleta chachu kwa sababu ni msemo wa Kizalamo. Na sisi Wazalamo hatunaga jambo dogo. Tukikuamulia jambo hapa kukuondoa tunakuondoa ndani ya dakika 5. Haupo. Sababu hata kwenye kupigania uhuru Wazalamo walikuwa ni sehemu kubwa kwenye kupigania uhuru wa nchi hii. Kwa hiyo binafsi ni watu ambao wako makini sana. Yaani mtu anakuta hajaenda shule hata darasa moja lakini anaenda kumwibia mtu yuko chuo. Na biskesi yake anaibiwa na achwa pale, hana chochote, anabaki mweupe analia tu. Hata darasa moja hana. Mzalamo ana hicho kitu anacho sana. Kwa ana akili ambaye iko juu zaidi, na ndio maana hata Nyerere alitukandamiza sana watu wa pwani. Akawaibua watu wa kwake ili bado waonekane wako juu, lakini sisi binafsi tuna uelewa mkubwa sana. Kwa hiyo na wao msemo waliochukua, naamini msemo huu mpaka wazungu wanautaja. Huu msemo utafika finali na huu msemo tutahakikisha ubingwa tunaopeleka Magogoni kwa Mama Samia. Ubingwa Mama Samia ajiandae kupokea Magogoni. Si alipokea mikufu, ajiandae kupokea ubingwa. Yaani bila shaka. Safari hii mmezamilia. Tumezamilia ubaya. Mimi naamini vita ambayo ilifanyika Zanzibar ilikuwa vita kubwa sana kwa sababu vita ya hapa kuna adui wengi ambao walipambana kwenye ule mchezo Simba asipate matokeo. Yaani baada ya kupambana Simba avuke, lakini watu walikuwa wanapambana Simba asivuke. Lakini naamini kwa sababu mchezo wa mwisho unapigwa nje ya taifa letu. Binafsi kule kutakuwa na unafuu zaidi ya Simba kwenda finali. Tunaweka rekodi mbili msimu huu. Tumevuka kwenda robo finali tukiwa pale Angola, lakini tutafuzu finali tukiwa South Africa. Kwa mimi binafsi nasubiria tu. Ndio maana nakwambia mimi siku hiyo nitakuwa nimelala. Ila mapema sana watu wa media mtakuwa pale na hao ambao walikuwa naikataa Simba ndio wa kwanza mtaanza kuwahoji pale. Wale wangu kwa gananyeza na umeme Vingunguti hao ndio walikuwa namba 1 nyuma mwiko mwaka 2003. Kwa hiyo na mwaka huu wao watakuwa namba 1 Terminal 3. Mapema sana watakuwa wako pale. Yaani wakisikia Simba imefuzu inawezekana wakakesha pale Terminal 3 kuisubiri Simba waipokee. Unaamini watani zenu watakuwa ni sehemu ya kuwaunga mkono? Yaani watuungi mkono kwenye matokeo. Lakini baada ya Simba ikishinda, wao ndio watakuwa wa kwanza Terminal 3 pale kwenda kuipokea Simba. Watakesha pale. Sababu mechi itapigwa mapema. Kwa hiyo mechi ikiisha mapema kwa Terminal 3 wanasubiri kumpokea Simba. Kwa sababu kila anachokifanya Simba kinaonekana ni kibaya, lakini ukirudi ndani kila mmoja anafurahi. Ukikaa naye nyuma mwiko hapo kumwambia kuhusu Simba atapiga kelele za aina yote. Kuiona kwamba Simba sio, lakini akirudi nyumbani kwa familia yake ambaye Simba sio poa. Simba inajua anaenda kuongelea ndani. Lakini hapa asemi. Lakini kwa mara ya kwanza utawaona nyuma mwiko wakiipongeza Simba. Wale wote wanaoibeza Simba utawaona pale Terminal 3 kwenda kuipokea Simba. Wote utawaona wanaifurahia Simba. Kwa sababu hii ni hatua kubwa. Ukishatinga finali ni jambo kubwa. Taifa linaheshimishwa. Wewe mpaka sasa hizi unaambiwa kwamba Simba kwenye timu ambazo zimefanya vizuri yuko namba 1 pale barani Afrika. Kuna timu ngapi zinashiriki kwenye hatua hii? Timu 4. Lakini kwa nini iwe Simba? Kwa hiyo kuna kitu kimeonekana ndani ya Simba Sports. Hasa na sisi hiki tunatakiwa tukiongeze zaidi mara 3 yake. Na Elimpanzo kashanipigia simu. Kaniambia nimekula ng'ombe mmoja kwenye mechi ya pale Zanzibar. Naenda kula ng'ombe 3 pale South Africa. Ng'ombe 3 alafu ndo naingia uwanjani. Tumalizie.
Stellenbosch atakufa ngapi kwao? Stellenbosch naamini anaweza akafa tena goli moja ama akajitahidi akatoa sare, lakini simuoni kama anaweza kupata matokeo ya ushindi moja kwa moja. Mimi namuona pale anaweza akatoa sare au akafa tena pale nyumbani kwake. Lakini kushinda nampa 25% za ushindi pamoja yuko nyumbani. Sababu Durban sisi ni nyumbani. Watanzania wengi wanaenda sana pale Durban. Wakitoka pale wakirudi wanarudi na miondoko hapo ya kidabani. Kwa hiyo binafsi Watanzania pale ni nyumbani. Yaani mimi nasema pale kama tumecheza Zanzibar, hii mechi naona kama imehamishiwa Luangwa Lindi. Yaani bado iko Tanzania, haiko South Africa. Kwa hiyo mimi na uhakika tutaenda kufanya makubwa, lakini nina jambo moja la mwisho nitoe rai kwa mashabiki wa Tanzania. Kuna kitu kinaendelea ambaye mimi sijapendezwa nacho. Kwenye faini ambazo zimetoka hivi karibuni kwa msemaji wa Nyuma Mwiko. Faini imetoka, hii faini atakuwa aitumikie mwenyewe. Alipe kwa gharama zake ili aone haya anayoyafanya manake sio sahihi. Lakini ikitokea mashabiki, msemaji au kiongozi wote wa klabu zetu hizi kubwa amepigwa lungu ambaye tunaona kafanya kwa makusudi kabisa, lakini sisi tukitoka kwenda kumtetea na kumchangia kumlipia hii faini, hii itakuwa haisababishi mpira wetu kwenda mbele, inasababisha mpira wetu kufanyaje? Kurudi nyuma, kwa sababu matukio mengi yanakifili sasa hivi ambaye haistahili kwenye mpira wetu. Mpira unakuwa, mpira utakuwa uheshimiwa wa Tanzania. Huyu kapigwa faini, mwacheni atoe pesa zake mfukoni, alipe ili mradi aone uchungu wa hii adhabu. Lakini leo hii watu wanachanga pesa, wanamchangia mtu ili alipiwe pesa. Sasa hii inakuwa na maana gani? Lakini Mnandi, shabiki mwezio wa Simba, na yeye ambaye amekula lungu hili anachangisha. Mimi hii sioni kama ina faida kwangu. Kwa mtu ambaye kapigwa faini, ili faini ikionekana kwamba alifanya makosa, yanastahili yeye kupigwa faini, acha alipe mwenyewe kwa gharama zake ili aone uchungu, kesho asirudie. Ndio maana ya adhabu. Lakini mtu kapewa adhabu tunaibeba sisi. Ina faida gani ya kutoa adhabu? Inakuwa ina faida. Adhabu atakuwa mwenyewe aibebe. Kuna vitu vinaweza vikatokea kwa emergency, tuna haki ya kuchangia, lakini sio hili. Hili halina afya. Tukiwa tunaendelea kuwachangia hao, wataendelea kutukana sana mamlaka. Mpaka leo tarehe ya dabi haijatangazwa kwa sababu mambo kama haya. Pengine hivi vitu vingekuwa vinafanywa kazi. Sasa hizi kila kitu kimekuwa sawa. Wewe unaweza kuamini mpaka leo tarehe ya dabi sitangazwe? Wanasubiri nini? Wameshindwa kupangilia mipango yao pale bodi ya ligi ya mechi ambazo zimebaki. Waichomeke pale tarehe ya dabi. Watu wamezuisha taarifa ya mchongo jana usiku. Imesambaa sana asubuhi. Anaulizwa mtu wa TFF anasema kwamba mimi hiyo taarifa kwetu haipo, hao ni wauni wametengeneza. Je, hii inaleta picha gani? Sinaleta taswira mbaya kwenye mpira wetu. Hivi vitu vinatakiwa vikemewe, vifanyiwe kazi. Tangazeni tarehe mapema, watu wajue. Watu wanasema wamebaki na michezo mitatu. Mnawapa pawa hawa. Wakati michezo bado minne, lakini wanakuambia tuna michezo mitatu imebaki. Ina maana tarehe ingetangazwa, wao wakitangaza wana michezo mitatu tutasema sawa. Muda ukifika usipoleta timu, watu wanapewa pointi. Lakini usipotangaza tarehe unawapa nguvu ya kuongea haya mambo ambayo yanaongelewa sasa hizi. Nandi, kusubiria mmechoka. Tumechoka kiukweli. Sisi tumekata tiketi zetu ziko ndani zimelala pale. Hatujui hatima zile tiketi zetu. Mwisho lini? Tuambiwe bwana, mechi haipo, haitochezwa, tujue moja. Sawa? Na kama mechi ipo itangazwe. Ili hao wanaotangaza wamebaki na michezo mitatu, tutajua kwamba hii michezo mitatu yao wameificha wapi. Huu mmoja usiocheza ni mchezo gani ambao hautambui. Lakini kama tarehe itangazwe, wana haki ya kuongea hivi. Wanaona kule ndani kwamba mechi haipo. Kwa hiyo tunaomba bodi ya ligi, tunawaheshimu, mnafanya kazi kubwa kwenye ligi yetu, mpaka saizi tunapanda chati, tunaomba mtangaze tarehe ya dabi mapema. Ikiwezekana tukimalizana na Stellenbosch, tukirudi hapa, mechi ya kujipima uwezo kwenda kucheza na BC Berkane, tuanze na wao. Yaani ndio hayo mazoezi yetu kwenda kucheza finali. Tangazwe mapema. Sababu sisi hatujacheza ligi muda mrefu tu hapa. Wenzetu washacheza mechi 4. Sisi hatujacheza mechi ya ligi. Zaidi ya mechi ya FA tulicheza pale. Zidi ya Mbeya City. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu, tangazeni tarehe ya dabi mapema ili mradi sisi tukitoka South Africa, tukirudi kituo chetu cha kwanza kitakuwa Bwawani. Tukimaliza kuoga kwenye mabwawa, wale tunasafiri zetu kwenda zetu Moroko. Kwa hiyo tusidanganywe tu na watu wanakaa wanazusha mara tarehe 10 ya wapi? Tajeni tarehe hiyo ndani. Shukrani sana. Asante sana.